Nasomesha wasichana ambao huko nyuma historia iliwaacha nyuma. Hapo vipi? Hapo sawa. Sasa chama cha namna hiyo uende upigie kingine tu na kutana nacho barabarani cha nini? Kwa kweli kwa miaka 4 mpaka 5 chama chetu kimetimiza ahadi zake zote kabisa. Na mradi huu ni ushahidi. Hapa hii ni shule ya pili kuitembelea. Shule ya namna hii nilitembelea kule Mbozi katika mkoa wa Songwe. Na shule za namna hii ziko 26, moja katika kila mkoa wa Tanzania. Na shabaha ni kuweka wasichana ambao walikuwa wana uwezo wa kusoma sayansi lakini wameachwa nyuma. Kwa hiyo tunawapa uwezo, tunawawezesha waweze kusoma na kufanya kuwa wanasayansi katika nchi yetu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, nataka nikuthibitishie kwamba sisi kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kaliua, jimbo hili ndilo jimbo lenye wananchi wengi wapiga kura karibu 400,000 katika mkoa huu wa Tabora ambao ni mkoa wa 3 kitaifa wenye watu milioni 3.3. Makamu Mwenyekiti, nilitaka nikuthibitishie jambo moja. Hapa umeona ni sample tu. Bilioni 4.7 imelala hapa na miundombinu yote kama ulivyoiona. Lakini nakuthibitishia katika kipindi hiki cha miaka 5 ya Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweza kujenga shule mpya za sekondari 11. Pigeni makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kana kwamba hilo halitoshi peke yake, tumeweza kujenga madarasa 748 yenye thamani ya bilioni 14 katika jimbo hili. Mpigieni makofi Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini katika kipindi hiki Dr. Samia Suluhu Hassan tayari amekwisha kutuunganisha na maji ya Ziwa Victoria. Tenki lenye lita milioni 2 linajengwa mpakani mwa Usimba kwa maana ya Ulambo na Kaliua. Tenki hilo lenye ujazo wa lita milioni 2, mradi ule peke yake una thamani ya bilioni 143. Unahudumia Ulambo, Kaliua na Sikonge. Mpigieni Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini Makamu Mwenyekiti, nataka nikuonyesha kidogo laza. Pamoja na mradi mkubwa wa maji ya Ziwa Victoria, rais wetu hajatuacha, mwenyekiti wetu hajatuacha. Tayari kila kata imeguswa kwa miradi ya maendeleo. Hapa kata tuliopo hapa, unaona Dr. Samia amekwisha kutoa milioni 500 ambazo tulimuomba sisi wabunge. Kituo cha afya kimekamilika, lakini ametoa milioni 805 kwa ajili ya mradi wa maji katika kata hii. Mradi umekamilika. Makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nikuthibitishie tu, ukianzia kata ya kwanza inaitwa Usimba, kuna mradi wa maji wa milioni 447 huko hatua za mwisho. Ukifuata kata inaitwa Kazaloho, ina mradi pia wa maji pale milioni 587, mradi huko hatua za mwisho. Hapa jirani tuna kata inaitwa Kamsekwa, tuna mradi pale wa milioni 200. Hapa jirani tuna kata inaitwa Usinge, tuna mradi wa milioni 550, na kule mwishoni kabisa Usenye tunao mradi wa milioni 438 wa maji. Haya nakupa ni sample, lakini kwa upande wa wakulima, sisi zamani tulikuwa tukijaribu kulima, unapanga lima heka 1, lima heka 2, lima heka 3 mwisho. Tunakushukuru sana Makamu Mwenyekiti. Tufikishie salamu, sasa tunalima bila ukomo na bei ya tumbaku ni bei kubwa kweli kweli. Changamoto moja nilikwisha iwasilisha kwa waziri, ilikuwa inahusiana na masuala ya ruzuku. Uongo kweli? Tulisaini mara 2, Bashe msikivu amekwisha lipokea. Kwa hiyo nataka nikuthibitishie, hata hospitali ya wilaya hapa Kaliua hatukuwa nayo. Dr. Samia Suluhu Hassan amekwisha kutupatia bilioni 3.7. Sasa hospitali ya wilaya inafanya kazi, na zamani hata tukifa maiti tulikuwa tunahifadhi Ulambo. Kwa sasa tuna majokofu 24 pale hospitali ya wilaya. Lakini hapa kwenye kituo cha afya cha Igagala tuna majokofu 12. Kituo cha afya tulichojenga pale Usinge kina majokofu 12. Sasa tunajenga kituo cha afya Ugunga na kule mwisho kabisa Ukumbisiganga. Shule hii ina ukubwa wa ekari 64 ambazo zimepimwa na kupatiwa hati miliki mnamo tarehe 14 mwezi wa 9 2023. Eneo la shule lilipatikana kwa wananchi wa kijiji cha Igagala, kata ya Wachawaseme, kujitolea kwa ajili ya ujenzi wa shule. Shule ilianza rasmi mnamo mwaka 2023 kwa usajili namba S6486 kwa kidato cha kwanza mpaka kidato cha 5
ikiwa na michepuo minne ya sayansi ambayo ni PCM, PCB, PGM na CBG. Kwa ujumla shule mpaka sasa ina wanafunzi 375, kwa kidato cha kwanza wanafunzi 195, kidato cha pili wanafunzi 61 na kidato cha tano wanafunzi 119. Shule ina jumla ya walimu 12 na watumishi wasio walimu 6. Changamoto zinazoikabili shule, moja ni uhaba wa walimu hususan kwa masomo ya Kiingereza, Kiswahili, historia na jiografia. Ukosefu wa vifaa vya tehama, uhaba wa vifaa vya maabara tukimaanisha apparatus na kemikali, na ukosefu wa chombo cha usafiri. Nashukuru kwa kutusogezea hii huduma kwa ajili ya watoto wetu. Kwa kweli serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inapendeza kwa mazingira kama haya kwa kutuwezesha uwepo wa shule ya mabinti. Mimi ni mmojawapo wa wanafunzi ambao tumepata nafasi ya kuchaguliwa kuja kusoma katika shule ya wasichana Tabora, ambao ni shule ambazo ni mradi wa Mama Samia, ambao ni shule ambazo zipo kila mkoa. Nashukuru kwa bahati hii ambayo nimeipata. Kingine nitaenda kuelezea mambo kidogo kuhusu shule hii. Shule hii ina takriban kama mwaka kasoro tangu ianzishwe, lakini imeanza kuonyesha mazao mengi au faida kubwa kwa wanafunzi ambao wamechaguliwa kuja hapa. Shule hii ya wasichana kwanza imejengwa na miundombinu ya kisasa zaidi ambayo itamsaidia au ina mazingira ambayo yatamsaidia kila mwanafunzi wa kike kusoma katika hali ya uhuru na ustadi zaidi, kwa kuwa imejengwa katika hali ambayo kama msichana hatopata shida yoyote kwenye usomaji. Ukiangalia maabara, mabweni na kila kitu, ukifuatilia walimu na miradi mbalimbali ambayo bado inazidi kuendelea. Shule hii itasaidia wasichana wengi ambao hawatamani kusoma masomo ya science kutamani kusoma masomo ya science ili na wao watamani kuchaguliwa katika shule kama hii.